tukianza hapa kwa dau la usajili linalotajwa la Gelson Dala, endapo Young Africans wakasajili na kutoa dau hilo, tunaweza tukasema ndio watakuwa tayari kushindana na kubato na klabu kubwa kwa kaliba ya mchezaji ambaye wanamtaka na wakajidhatiti kwenda kumnunua. Kama watafanikiwa. Basi ndio kusema mshahara ambao nimeuona. $100,000. Ndio. Akaja Yanga pia akanalipa $100,000. Atakuwa anapiga hatua kubwa sana. Sasa anapiga na $100,000 ni fedha nyingi sana. Hivi 2 za Tanzania kwa mwezi mmoja. Maana yake hapo watakuwa tayari kushindana na kina Mamelodi, wakina Ahly, kwa sababu na mishahara ambao wanalipa. Ni 100, 190, 200. Ni issue ya kawaida tu. Ndio. Wow. Kwa hiyo ikitokea kweli Yanga bwana Gelson Dala akatua Jangwani, bila mshahara kushuka ule au kuongezeka, haitakuwa unaona wakiongeza, yani kutoka ile ambao wanalipa $100,000 kule Al-Wakla ya Qatar. Inawezekana mchezaji akiama, inawezekana dau likaongezeka la mshahara au ikashuka, itategemeana tu na jinsi ambavyo nyinyi mmekubaliana kwenye meza mazungumzo. Kwa hiyo yote yanawezekana. Okay, nikisema na Young Africans na kuhusishwa kwa Gelson Dala, nyota raia wa Angola ambaye anacheza katika ligi kuu pale nchini Qatar, ambaye anahusishwa kuhitajika na Yanga kwa ushawishi mkubwa wa kocha mkuu wa kikosi hiko. Inawezekanaje? Tulikuwa tukitazamia hapa kwa ukubwa zaidi kuhusiana na thamani ya mchezaji huyo katika ada ya usajili sambamba na mshahara wake wa mwezi mmoja, ikiwa inakadiriwa kuwa analipwa zaidi ya milioni 200 za Kitanzania kwa mshahara wa mwezi mmoja. Wananchi ambao wanahusishwa nao watakuwa wako tayari kulipa mshahara huo. Ndio tukitazama hapa kwa ukubwa zaidi na kile ambacho kipo kwa wananchi Young Africans, kwa kile ambacho wanahusishwa nacho katika dirisha hili hapa dogo la usajili. Na tuko tunamulika kwa clubs nyingine mbalimbali, kwa maana klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba jana imesafiri kuelekea pale visiwani Zanzibar na ikafika majira mapema kabisa mchana, ingawaje Simba wamesafiri kuelekea Zanzibar pasi kuwa na nyota wao Jean Charles Ahoua sambamba na Eli Mpanzu, ambao wao wanatajwa na kuwa wataungana na kikosi hiko siku mbili hizi, huku Simba kwa kuwakosa wachezaji hao ameweka idadi ya kuwakosa wachezaji wake zaidi ya 10, ambao wengine wako katika majukumu ya timu zao za taifa na wawili wako wakiuguza majeraha, kwa maana ya Musa Pempin Kamara sambamba na Abdulrazak Hamza ambao wanauguza majeraha baada ya kufanyiwa upasuaji. Simba na wakosa nyota wake wawili ambao pia wako salama na hawapo katika majukumu yao ya taifa, ingawaje pia inasemekana kuna wachezaji wamejiunga na Simba kwenda kufanya majaribio kule visiwani Zanzibar katika michuano ya Mapinduzi 2025. Na tutazame hii issue ya kwa maana Clatous Chota Chama iko serious sana kutoka pale Singida Black Stars kwenda katika viunga vya Wekundu Msimbazi Simba, huku ikitajwa kwamba Clatous hayuko sasa hivi na kikosi cha Singida Black Stars ambayo yenyewe iko pale visiwani Zanzibar na tayari imeshacheza michezo miwili ya hatua ya makundi ya michuano ya Mapinduzi. Mchezo wa kwanza ukishinda mbele ya Mlandege na mchezo wa pili wakisare mbele ya kikosi cha Azam FC. Mitazamo ya mashabiki wa Simba imekuwa ni tofauti, wengine wakifurahia kwa urejeo wa mwamba wa Lusaka, wengine pia wakikasirika kwa nini arejee na wakati aliwaacha, ingawaje huko akisema kiwango chake kimeshuka tofauti na kile ambacho walichokizoea wakati wa misimu yake ya mapema pale katika viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na tulikuwa tukielezea Simba kutokana na mwenendo wake, mechi 2 amepoteza za ligi ya mabingwa, anahitaji kurejea na kufuzu hatua robo finali, lakini pia sajili zake bado zimekuwa zina mashaka kutokana na wachezaji wanaohusishwa nao ikiwemo Clatous Chota Chama. Na August wamekuwa ni miongoni mwa wadau wakubwa sana wa kikosi cha Simba na kadhalika, ukiwa una mapenzi na klabu hiyo. Sasa hivi ukipata nafasi ya kuishauri Simba katika dirisha hili la usajili na malengo ambayo wamejiwekea kwa mwaka 2025-2026, kitu gani sahihi wanapaswa kukifanya ili wasirejee makosa ambayo wameyafanya kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita ambao wamemaliza bila taji lolote? Ushauri wangu namba 1 ni kubaki na kikosi kilichopo, kukiamini na wana kocha mpya
ambaye hata ukisema leo umletee tena wachezaji wapya, inawezekana story kawa ni ile ile, aanze kuwaingiza kwenye timu mpaka wakubali. Sio jambo la leo wala kesho, pia haikusaidii sana, hutokea. Lakini kwa nature ya timu ambazo zipo kwenye ligi kuu na aina ya vikosi ambavyo walivyonavyo, mfano bingwa mtetezi Young Africans wana mapungufu machache kuliko Simba. Kwa hiyo inawezekana wao wakatumia mwanya ambao unatengeneza wakachukua ubingwa na ukabaki kwenye ile pressure. Lakini wakituliza pressure wakabaki na kikosi ambacho kipo, mwalimu aliyekuja wanaingia kwenye mfumo wake, hawaingii waliopo, atumie resources hizo zilizopo kwa kutumia mbinu zingine za kiufundi kuhakikisha anapata matokeo. Silahi tu kwenye viwango vya wachezaji ama aina ya wachezaji kwamba hawaingii kwenye mfumo, bali atengeneza. Unajua kabisa amekuja kwenye kipindi ambacho timu imeshasajiliwa na dirisha dogo, huwezi kusajili kikosi kizima ama mahitaji yote ya klabu kwa muda huo. Kwa hiyo atumie resources zilizopo kwa maana ya kuingiza mbinu sasa ambazo zitaendana na kikosi kilichopo ili aweze kushindana kwenye msimu. Dirisha kubwa sasa, kama ataendelea kubaki, atapewa sasa na yeye nafasi ya kuamua nani aingie, nani abaki, nani aondoke kwenye kile kikosi kwa namna utakavyokuwa amekiona. Lakini ukirudi kwenye tetesi sasa zilizopo, tazama tuseme hii kubwa ya mwamba wa Lusaka. Chama ina perception tatu. Yani mtu yeyote atakayefikiria, mimi naona yuko sahihi kwenye hizo perception ambazo mimi naziona. Mtu ukimrejesha Chama leo Simba, lazima kuna watu ambao tu hawatamani kumuona kwa sababu ukurasa wake ni kama umeshafungwa. Wana haki ya kufanya hivyo, ni haki ya football. Wanaona kuna nafasi ya wengine, kwa nini tena Chama wakati kuna nafasi ya wengine? Hiyo perception ya kwanza, na iko sahihi kwenye football. Sio lazima baada ya misimu 3-4 mchezaji ambaye tayari hata eji yake unaiona umrejeshe, anakuja kukupa faida gani? Otherwise kama unamrejesha kama kocha mchezaji, huwa ni reason ya ziada ambayo watu watakuelewa kwamba akipata nafasi acheze. Unaiona hiyo room ya kuwa kocha mchezaji ikiwa sasa hivi Simba sana kwenye mazingira, ikiwa sasa hivi Simba yuko na Selemani Matola kadhalika Jimboko kwenye timu za vijana, hiyo haiweki kwenye mifumo. Okay, hafai kuwa kocha mchezaji. Sio hafai yeye, kwenye mifumo yetu haiweki. Mifumo ya Tanzania kwa Simba ni sawa. Kwa brain yake ya football anaweza kumanage hilo jambo, ila kwa mifumo yetu haifai, italeta migogoro tu, siungi mkono. Perception ya pili ni kwamba timu imefeli kwenye kuleta mbadala, kwa maana kariba yake ya Chama, uwezo wake talent wise, yawezekana usimpate kama yeye, lakini angalau kukaribiana kwa ajili ya kumanage, kubakisha ubora ule ambao alikuwa nao Chama kwenye kitimu. Lakini kwenye miaka ya hivi karibuni tangu ameondoka yeye, kariba yake inaonekana kamati ya usajili ama uongozi mzima wa Simba umefeli kupata mtu wa aina yake. Kwa hiyo ni perception ya pili kwamba unamrejesha